Mama amekuwa hapa, tulikuwa naye katika mrengo mmoja 2022. Alikuwa kwa UDA. But again I want to confirm in this parliament kwamba kabla ingie kwa UDA alikuwa mtu wa ODM. I'm confirming this one to the parliament. Alikuwa mtu wa ODM. Wakati alipoona kwamba ODM hakuna kitu kutoka huko, akaingia kwa UDA. Akaanza kusupport William Samoei Ruto. So what the expectation yake pengine hakufaulu, ndio maana amebadilika. Kwa hivyo sasa people, we have no problem with them. Wacha wao watembee, watafute mahali pengine, wakuje tutakutana 2027 Mr. Speaker. We have no problem with them. Two things I want to address. Number one, the ODM issue and the abduction, Mr. Speaker. Nataka nianze ni hiyo ODM. ODM between the Babu Owino and the Wanga, Mr. Speaker. I'm not a member of ODM. Mimi si member wa ODM. But I can say this. Wao wanaweza jipanga na tuletee mtu, but naweza wasaidia with an advice. Kwamba if you can look at Babu Owino from far, the better. And why? Kwa sababu he's a young man like me. We are almost the age mate. We are running the same game. Kwa hivyo ningemsupport akuwe ndani yetu, Mr. Speaker. Kwa hivyo ningeprefer Babu Owino than Wanga, Mr. Speaker. Because of the youth of this country, we need to move forward, Mr. Speaker. Let us come to abduction, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ule mbunge wa Juja ambaye tumeona mambo yake, Mr. Speaker. Huyu mjamaa ni kiongozi ambaye analindwa na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Analindwa na serikali. Yeye akaamua kufanya mambo ambayo amefanya ambayo tumekuwa tukiona, Mr. Speaker. We want to remind these people. Wakati tulikuwa tuna impeach ule mkubwa wake, akatoroka akaenda pale Karen akajificha pale. Huyu Daktari Kikonyo akamficha pale kwa room, akakataa hata wabunge wasiende kumuona. Akamficha kwa kitanda. The only person alijua kitanda liwekwa alikuwa bibi yake na yeye mwenyewe. Leo hii the same person amepelekwa pale Karen, Kikonyo amekataa hata wabunge wake wasiende kumuona. Amejificha. We have evidence here. The MP of Kajiado West alitumwa na Wetangula aenda confirm vile mbunge mwenzao anaendelea. Akaenda pale akafukuzwa, akaambiwa kwamba you can't see the member of parliament. We want to tell the people from Mlima Kenya, this country we have more than 42 tribes. Na kila kabila imekuwa na mwanamke ambaye amezaa mtoto. Na huyu mtoto ambaye amezaliwa amesoma jinsi ambavyo nyinyi mnafikiri kwamba mmesoma. Huyu mtoto ambaye amezaliwa na hao wanawake wengine wako na uwezo wa kuongoza hii nchi. We want to tell them, and I'm addressing them. In this country is high time. Lazima uongozi ubadilikwe na utembee mahali popote. Someone amekuwa hapa akisema kwamba ati Gen Z ndio walikuwa na issue kwamba ati mambo na bill. We want to tell the people of the Mlima. Hii mambo yote ambayo mlipanga with the Gen Z mlipangia pale Limuru 3. Mkajifungia pale ndani, mkaongea lugha ya kimama. And we know what we were discussing. And we have evidence of what you discussed. You can't come and tell us here kwamba atamkuwa na plan yoyote ya kufanya mambo ambayo mko nataka kufanya. We are very keen and we are watching. We are watching this country very keenly. We want to tell Mr. Gachagua, you are impeached. And we are the one who impeached you. Tulikuimpeach after putting you on that particular seat. Wewe enda ujipange, hata kusimama utasimama. I want to confirm to you, utasimama hata utakuwa hata kwa debe. Na hata hiyo mrengo unapanga, I want to ask you, wewe mwenyewe umekuwa impeached. Huyo mama Karua ambao ulikuwa naye, alikuwa na ule bwana Odinga, mlianguka na yeye. Huyu Eugene Wamalwa alikuwa minister wa defense, mlianguka nyinyi wote. Huyu Matiang'i alikuwa kwa security, yeye pia alianguka. Sijui nani natembea, Trans Nzoia imemshinda. Mnakuja kutuletea hapa. So what are you planning? What are you planning for this country? Mr. Speaker, these people they come with agenda. Wakuje na agenda of this country. You can't come with agenda here ya kutuambia kwamba you want to remove Ruto from the president, Mr. Speaker. Kujeni na agenda ambayo mtauzia wananchi wa kawaida wa buy your idea. Gachagua ukimuuliza, unataka Ruto atoke, then what next? Anasema you will only be happy to see Ruto when he's out. Tunataka tuambie hivi, hata mjiteke nyara.
no sympathy we shall be having on you. Hakuna sympathy. Hata Gachagua next time enda ujiteke nyara. Go and abdict yourself. Hata wale wabunge wako wote enda waambie kwamba wajiteke nyara. We are very keen with you, Mr. Speaker. So I want to tell the people of this country, wakati wa kudanganya wananchi uliisha. You can't lie to the people of Kenya. Sisi kama Kenya Kwanza, we have agenda for the people of Kenya. We are working on housing project. We are working on education. We are working on healthcare facility, Mr. Speaker. We are working on infrastructure. Kwa hivyo everything in this country we are working on it. So that wewe kama utaki kuingia kwa Kenya Kwanza, you work with us, we give you maendeleo. Wewe tafuta mahali penye utakaa na wale watu wengine, you bring us your agenda and say to the people of Kenya, sisi tuliwalima 2022 and we are ready for you and we are waiting for you. Mtuletee ule mtu ambao mtakuwa tayari na yeye na tutalima na yeye. 2022, Mr. Speaker, tumemaliza hiyo story yote. Tumesema kwamba atapatia mtu mwingine after William Samoei Ruto amemaliza miaka yake 10. Kiti nenda Western Kenya. And we told you mkakataa. Mr. Speaker, tuliwaambia watu hapa 2022 William Samoei Ruto anachukua kiti, tukatukaniwa hapa. Leo hii nimeanza kuambia mapema. Can you start preparing yourself for the Musalia Mudavadi as the president 2032? Hiyo upende usipende tuko na nyinyi hapa. Musalia Mudavadi will be the president of the Republic of Kenya come 2032. Wewe kama uko na shida, wewe kaa kando, utaona tukikuwa na nyinyi hapa. Nilikuambia the same thing, nikakwambia Ruto anaenda kuongoza, mkatuambia kwamba ni mko nyuma ya baba. Baba yako wapi leo hii? Tuko na yeye, anatusupport na anatupigia kura raundi hii. Kwa hivyo nyinyi jipangeni. Thank you, Mr. Speaker. Nitaanza na mada ambayo umesema na venye baba ako Kisumu. Mr. Speaker, mimi tangu nianze kujua mzee, leo ndio nimeona akatoa shamba, akatoa rasilimali zake. Na ni wapi hapo? Kisumu. Kwake nyumbani. Kisumu. Mr. Speaker, hii inaashiria nini? Inaashiria kwangu kama Mluya wa Bungoma kujua kwamba mashemeji zetu wa Nyanza, it's your time. Tunawapea chance ya mwaka mmoja na nusu ambayo imebaki. Nyonya kabisa. Mwaka mmoja na nusu ambayo imebaki peke yake. Mimi Mr. Speaker, nisijui ni mbona mimi huwa naenda kwa opposition, lakini kumbe hakuna registration. Naambia wenzangu ambao mnakuja kwa hali ya maisha venye imekaa na venye unaona, karibu kwa opposition. Kwa sababu jana nimeona kwamba wanasema 75% watu hawana imani na president wetu William Ruto. Mr. Speaker, huyo amejiletea. Mr. Speaker, kitu kingine nataka kusema kwamba ukiona 75% watu hawakupendi, inamaanisha kwamba 25% ni wale cabinets wako ambao unakaa nao peke yao. Swali ya nini? Asante sana. Mimi kwa majina ya Kevin, mimi niko na swali kwa ndugu yangu hapo. Hii ndugu yangu bali kwanza amesema ametoka, hii ndio group ambao walipigia William Samoei Ruto kura. Na sisi hatuna kitu mbaya kusupport William Samoei Ruto. William Samoei Ruto ndio president ambaye tunajua. Because huyu ndiye alituwekea William Samoei Ruto na sisi kama wajaruto tunamsupport 100%. So my friend, ukiongea ujue tuko serikali, usikuwe na uoga hapa Jakarta. Hiyo ndio swali. Masomo watu wanasoma bure. Oda. Nataka kujibu hapa. No. Nuru nimekupea time ukamaliza hapa 2 minutes kama unaongea kujua swali. Si umekuja ndani ukauliza swali. Usiulize mtu kama anauliza sio ndio swali. Mr. Speaker, nataka kujibu mwenzangu nikisema ukiona mamba anatoka kwa maji anakuambia hapo kuna pilipili, usimpinganishe. Mimi ambaye nilipigia William Ruto kura, mimi mwenyewe ndio naona pilipili kwa maji. Pilipili kwa maji, Mr. Speaker. Inauma mdomo. Mr. Speaker, mimi ninasema kwamba tumezoea opposition leader ambaye anakuanga Kenya mtu mmoja. Sasa tuko na opposition leaders more than 10. And I want to assure you members, come 2027 hatutakuwa na campaign.
Watu ambao wako kwa upande wa William Ruto, kuleni mkichua, you only have 1.5 Umezidi sana. Rudi kwa mada. Mr. Speaker, mimi mambo ambayo nimeona Mr. Speaker, na ile tukutuku ambayo nilikuwa nayo kwa roho yangu nikipiga kura, sio ya saa hii. Mambo imebadilika sasa hivi, kuuza mtu William Ruto amefanya nini? Hakuna kitu atakwambia. Lakini yeye mwenyewe atasema nimeandika advisors karibu 10 na kitu, 20 na kitu, na hakuna kitu wanafanya. Mr. Speaker, nikuja kwa hii mambo ya abduction. Mtu ambaye hajai abductiwa ndiye atasema hizi mchezo ambao watu wengine wanasema kwamba wewe unaweza jiabduct wewe mwenyewe peke yako. Nimeona Gachagua, the former deputy president, akiwa kwa matanga, polisi wakaingia wakapasua viti, wakainterrupt matanga. Si kuona kwamba DCI wameshika watu, si kuona chochote kikifanyika. Mr. Speaker, nimeona hapa Kasarani the former deputy president Gachagua akiwa kanisani, wakakuja mpaka na bunduki. Mr. Speaker, si kuona kwamba DCI wameabduct watu, wameshika watu. Nimeona kwa ndugu yetu na Tembe ya Chuzi, sisi wakikuja huko watu wakaenda wakapomoa magari, wameshika watu Mr. Speaker. Sasa mimi huyu MP wa Chucha venye wanasema, mimi si kukua huko na sijakuwa huko na sina evidence enough, lakini mtu mzima venye wewe uko hapa hivi, mtu mzima mzazi, uwezi enda ukatoe manguo ukapikwe ufanane hivyo alafu wakeuze mambo waseme umejiabduct. Mr. Speaker, ni uchungu sana. Huyo jamaa ako na kesi na wamemzingizia vitu mingi. Vitu zingine hatuwezi elewa. Maybe wanataka kumuua, huwezi elewa. Sasa serikali yetu Mr. Speaker, mimi nawaonya kwamba kuleni mkichua 2027 my friend nyumbani. Wewe namba 3.